Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nina furaha sana nikiwa ndani ya Bwana, ninaposhiriki na nyinyi neno la Mungu ambalo ni neno ambalo liko hai na lina uzima. Leo ningetaka tuone maandiko katika kitabu cha Mwanzo 4 ukianzia mstari wa 3 na mstari wa 4. Biblia inasema hivi: And in the process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground and an offering unto the Lord. And Abel he also brought of the firstling of his flock and the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and his offering. Neno la Bwana ni neno la uzima na ni neno ambalo Mungu ametupatia kwa sababu ya wokovu wetu na kwa sababu ya maisha yetu. Tangu mwanzo, Bwana mwenyewe katika maandiko na kupitia kwa maisha ya waliotutangulia alituonyesha ya kwamba njia ya kumfikia ya kipekee ni kupitia neema. Unakumbuka ya kwamba wakati Adam na Eve walifukuzwa kutoka kwa shamba la Edeni, basi wakabarikiwa kuwa na wana wawili. Wa kwanza akaitwa Kaini na wa pili akaitwa Abel. Bado wakiwa pale shambani, nikiwakumbusha kidogo, ndio Mungu awafukuze. Maandiko inasema ya kwamba alikuja akawafunika na ngozi ya mnyama. Yaani Mungu alikuwa wa kwanza kutoa uhai wa mnyama kwa sababu ya mwanadamu. Akawaonyesha wazi ya kwamba haki haingepatikana kutokana na bidii na juhudi zao, bali ingetokana na kazi yenye Mungu mwenyewe aliifanya. Kumbuka hivi, Mungu hakumwambia Adamu wala Eve aende akamtafute yule mnyama, bali yeye mwenyewe alichukua jukumu, akamtafuta mnyama, akamchinja mnyama na akawaletea ngozi, akawafunika uchi. Maana katika maandiko uchi inasimamia dhambi, na pia katika maandiko mavazi inasimamia haki. Na kwa hivyo ile ngozi ya mnyama ilikuwa ni haki inayotokana na Mungu. Mungu alipowafukuza kutoka kwa shamba la Edeni, hakuwapea sheria yoyote, maana haki haitokani na sheria. Bali Mungu aliwaonyesha njia ya kutoa dhabihu ambayo ingefanya wakubalike naye. Akachinja mnyama, akawavalisha ngozi. Sasa walipoendelea na katika maisha, tunamuona Kaini akitoa sadaka. Lakini Kaini hakufuata njia ambayo Mungu alikuwa amewaonyesha. Sababu maandiko inasema ya kwamba Kaini alienda akatoa mazao yake ya shamba, akamletea Mungu kama sadaka. Sasa Kaini alifikiria sio muhimu kufuata maagizo ya Mungu, na akafikiria ya kwamba mawazo yake na njia zake zingekuwa badala ya ile njia ambayo Mungu alikuwa ameweka. Na hivyo ndivyo ilivyo hata siku ya leo. Mara nyingi mwanadamu hujidanganya ya kwamba yeye anaweza jitengenezea njia ya kujiunganisha na Mungu. Na hivyo basi anaona njia ambayo Mungu ameiweka sio muhimu, bali anaifikiria njia ambayo yeye mwenyewe anaitengeneza ndio bora zaidi. Katika Yeremia, Mungu anatuonya hivi. Anasema, kwa nini watu wangu wameniwacha wakajichimbia visima vyao wenyewe ambavyo haviwezi hata kuweka maji? Mungu anapoongea na Israeli, anawaambia Israeli ya kwamba mumefanya kosa mara mbili. Kosa la kwanza ni kuniwacha mimi Mungu aliye kisima cha uzima, na jambo la pili ni kujichimbia visima ambavyo haviwezi kuwawekea maji.
Hivyo ndivyo wanadamu pia wamefanya siku ya leo. Jambo la kwanza ni wamemuacha Mungu ambaye ni kisima cha maji yaliyo hai. Kwa kumuacha Mungu, wamejitengenezea njia zao ambazo wanaziona ni bora zaidi. Na hivyo ndivyo unaona mwanadamu anatapatapa hapa na pale, akijaribu kufuata njia ambazo nyingine ni msisimuko tu, za kumsisimua na kujisikia kana kwamba akona werevu fulani wa kumtafuta Mungu. Kaini, kupitia njia aliyoitengeneza yeye mwenyewe, yeye pamoja na dhabihu yake haikukubalika na Mungu. Abel akaifuata njia ambayo Mungu alikuwa ameiweka. Hivyo basi akaingia katika mifugo yake, akaleta dhabihu ya mifugo na hata mafuta kutokana na kuchinja alichokuwa amechinja. Basi akaleta mbele za Bwana, na Biblia inasema ya kwamba Mungu akamkubali Abel na akakubali dhabihu yake. Hii inatuonyesha nini? Kibali haikutokana na kazi ya yeyote yule. Kaini ama Abeli haikutegemea kazi ama juhudi zao, bali inaonyesha ya kwamba kibali ilitegemea dhabihu walioileta. Kaini alileta dhabihu inayotokana na akili zake, ikakataliwa. Bali Abeli alileta dhabihu iliyolingana na mpango wa Mungu, ikakubalika, sababu ilikuwa imetokana na nia ya Mungu. Na hivyo ndivyo neema ilivyo. Abel hakufanywa haki kwa ajili ya kufuata sheria fulani, bali alifanywa haki kwa sababu ya kuonewa huruma na Mungu kwa kupitia njia ambayo Mungu mwenyewe alikuwa ameweka. Tangu mwanzo wa ulimwengu, njia imekuwa ni pekee ya kumfanya mwanadamu kuwa na haki mbele za Mungu, nayo ni njia ya neema. Ile dhabihu ambayo Abel alitoa ilikuwa ni mfano wa Yesu Kristo, ambaye ndiye mwanakondoo wa Mungu. Na hivyo hakuna njia ingine yoyote katika ulimwengu huu inayoweza kumpatanisha mwanadamu na Mungu isipokuwa hiyo njia ya neema, yaani sadaka ya Yesu Kristo, ambayo pekee ndiyo humfurahisha Mungu. Siku hizi kuna mambo mengi inayotokea. Watu wanajaribu kutafuta njia zao. Sio jambo la kustajabisha kusikia mambo ya 3D na 5D. Wengine wanatuambia ya kwamba mwanadamu amekuwa akiishi katika 3 dimension, na sasa wamepata ufunuo ya kwamba kuna 5 dimensions. Linaweza sikika kana kwamba ni jambo geni ama la kusisimua. In fact, wengine ambao hawajui historia wanachukulia ni jambo la ufunuo, na ni jambo ambalo pengine limetokana na enlightenment ama kukuwa na kujua zaidi. Lakini wacha niwaambie, hii mambo ya 5D na 3D ilianza hata kabla Yesu Kristo alikuwa hajazaliwa. Mambo ya state of existence katika historia inaonekana hata miaka karibu 400 kabla ya kuja kwa Yesu Kristo. Wanapoambia hawa ya maneno, hawaambii ya kwamba ni kutoa wametoa katika historia, na zingine ni mafundisho ya miungu ya huko East. Bali sasa wengi wanafikiria ya kwamba hiyo ndiyo njia ya kumtafuta Mungu. Njia ya kupatana na Mungu hakuna nyingine isipokuwa Yesu Kristo mwenyewe, sababu yeye ndiye sadaka peke yake inayoweza kukubalika na Mungu. Wengi kama Kaini wameamua kupitia njia ambazo wamejitengenezea wenyewe, na kwa kiburi chao kama Kaini, hivyo ndivyo wameinukia neno la Mungu, wala wameidharau injili ya Mungu kwa kuonyeshana kwamba wana njia badala ambayo inaweza onekana ni mzuri sana katika macho
wanadamu. Lakini hiyo yote sio shida, maana maandiko inadhibitishaje? Maandiko inadhibitisha hivi ya kwamba jambo la msalabu ni upumbavu kwa wale ambao hawawezi kuamini. Kwa hivyo injili ya neema hakuna wakati ilionekana kana kwamba ni injili bora, bali kumetokea injili zingine ambazo watu walifurahishwa nazo na wakazipitia, lakini ole wao, maana mwisho wao ulikuwa ni maiti. Kati ya Jeroboam na Elija ilikuwa ni miaka 40 ambapo watu walianza kumuomba Baali na wakatengenezea Ashera ambaye alikuwa ni miungu mahali pa juu ama mahali patakatifu. Kufikia wakati wa Elija, karibu Israeli kote kulikuwa na hekalu na mahali pa juu pameinuliwa kumwabudu Baali na kumwabudu Ashera. Katikati ya kijiji kimoja kukazaliwa mtoto ambaye mama yake alimuita Elija. Elija ni maneno mawili imeshikanishwa, yani Eli na Ya. Eli humaanisha Mungu na Ya ni Yawe. Yawe humaanisha yeye ambaye ni mtakatifu sana, ambaye hawezi kutajwa. Sasa wakati Elija alizaliwa katika hicho kijiji, historia inasema ya kwamba hiyo kijiji mahali ambapo Elija alizaliwa ilikuwa inaitwa mahali ya the primitive worship of Yahweh, yani mahali Yahweh alikuwa akiabudiwa na njia ambazo watu wa siku zile walikuwa wanaona kana kwamba zimepitwa na wakati. Lakini Mungu habadiliki wala njia zake hazibadiliki. Wakati watu wote walimuomba Baali na wakamuomba Israeli katika Ashera, Elija alikuwa anamwakilisha Yahweh. Hivyo hata siku ya leo, wakati watu wanabadilika na kutafuta njia zao za kumwabudu Bwana na kutafuta njia zao za kumuinua Bwana na kuleta hata uombaji wa miungu mingine, kuna watu ambao wanamwakilisha Mungu aliye hai, yani Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Yakobo, ambaye pia ndiye baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika hili jambo, Mungu katika kila kizazi huwa na waakilishi wake ambao wanawakilisha injili. Siku ya leo nataka kukuambia wewe unayenisikiliza, hakuna njia mbadala ambayo Mungu ameweka ili kujipatanisha na ulimwengu isipokuwa njia ya neema pekee yake. Kutoka mwanzo hadi mwisho hakutakuwa na njia nyingine, bali ni kumtazamia mwana kondoo wa Mungu Yesu Kristo, ambaye anaondoa dhambi za ulimwengu na ambaye anatupa amani na Mungu katika kuturejeshea kwake, kama inavyothibitisha maandiko katika Wakorintho wa pili 5 ya kwamba naye Mungu alikuwa ndani ya Yesu Kristo akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe.